Asifiwe. Amen. Kipekee napenda kumtukuza Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Nilikuwa nasikia maumivu upande wa tumbo, upande wa kulia, lakini Bwana amenitendea, nimepona. Pia napenda kumtukuza Mungu kwa ajili yenu wote na kwa ajili ya mama kwa kunibeba katika hali ile. Yaani kwangu mimi ni ushuhuda kwa sababu nimemwona Mungu kwa hali ya ajabu. Yaani nilitegemea sijui vipi, lakini namtukuza Mungu kwa sababu yeye amejitukuza zaidi. Asifiwe. Amen. Na mimi pia namshukuru Mungu. Amenitetea, amenipigania. Jana nilikuwa asubuhi, mtoto wangu alikuwa hali yake sio nzuri. Nikamwambia Mungu, leo ni kushiriki meza yako. Tukifika kishiriki, hii hali mimi sitaki simrudie. Basi ile jioni mtoto alikuwa anaharisha hadi maji. Nikasema ananiambia mama, nguvu inaisha. Baadaye jioni aliposhiriki sikuona tena ile hali. Namshukuru sana Mungu wa madhabahu hii. Mungu awabariki. Kingine pia, mama samahani, ulisema siku ile ya tuonana na mtu moja, nilikuja uliniombea. Ukasema nyie ambao mtoi ushuhuda acheni msokoto huko na mashetani. Nikasema nikashtuka, nikasema na mimi niliombewa Mungu akanitendea, sijatoa ushuhuda. Mungu naomba nisisokotwe. Sasa Mungu, mama, mimi niliona mabadiliko, Mungu alinisaidia. Mimi watesi nawaona kabisa wanafanya, na kesho wanafanya chochote ambacho labda kitanizuru lini, lakini hawanioni, wananitafuta niko hapo, mimi nawaona ila hawanioni. Namshukuru Mungu. Asante mama. Na mimi pia napenda kumshukuru Mungu. Nilikuwa siku ya Jumatano nilikuwa nimetoka kidogo, nimesafiri. Nikarudi siku ya Alhamisi, lakini muda tunarudi tumefika hapo Basodawish, magari yakawa yamepangana kwa sababu njia ilikuwa imemwaga mora na ile mora ilisambazwa. Lakini akaja gari ya imeandikwa Alishogo, ikawa sasa imeshatubana, gari yetu haiwezi kurudi nyuma wala iende mbele, maana mbele yetu kuna lori. Na yule mtu ambaye kwenye hiyo gari ambayo sisi tumepanda, nikaa namwambia yule driver si urudi kidogo nyuma, lakini mimi kuangalia nyuma tena kuna magari, maana kasema ifuso ikirudi nyuma tumeisha. Nikakumbuka hiyo siku natoka, nikampigia mama, lakini akanitamkia neno. Nikamwambia Mungu, kwanza siogopi, mama wangu ameshanitamkia neno. Nikainamisha kichwa, nikakumbuka kumbe kuna kitu nimevaa hapa na mama alinipa. Hapa hamna kitu. Lakini saa hiyo Alishogo ilipopita, gari nyingine ikaja ikapanda mpaka juu ya ile mora. Ikawa inataka kuanguka kwenye gari yetu. Nikasema mimi hapa siogopi na hatuzuriki kwa sababu nina kitu cha Mungu hapa. Namshukuru Mungu kwa hilo, na magari yakapita, tukafika salama nyumbani mpaka stendi. Na kingine napenda kumshukuru Mungu, juzi nikawa nimepigiwa simu, nikaitwa pale sehemu ambapo nimefanya kazi. Kaambia njoo mara moja, nikaenda. Nilipofika pale kaambia kuna kazi tunakupa utafanya, nikaambia ndio nitafanya. Nikaja nikakumbuka kumbe ni siku ya Jumapili. Nikasema sasa ni Jumapili nafanyaje? Kanyamaza. Jana muda saa 7 nikaenda, kaambia sasa tunafanyaje? Hebu nipeni hiyo ratiba yenu ili nijue nafanyaje, na mimi kesho naenda kanisani. Kaambia mpaka baadaye, maana mzee hajatupa ratiba. Mimi namshukuru Mungu kwa maana ile kazi ilikuwa imeshapelekwa Sparo, lakini ikaja nikafanya mwenyewe. Yaani jana nilipotoka kwenye ibada ya ukombozi nikaenda nikafanya mpaka muda saa 7 kasoro, nikarudi nyumbani kalala kidogo. Saa 10 nikaamka nikaendelea kufanya kazi mpaka saa 2 tumemaliza kila kitu. Nampenda kumshukuru Mungu. Amen. Nilikuwa hata nikihema hivi, hata nikiongoza ibada nilikuwa nasikia maumivu sana. Sasa jana wakati mama amesema kwamba tuiname na tutamke mambo matatu ambayo tunataka Mungu atutendee baada ya kutumia damu ya Yesu na mwili wa Yesu, ikawa ndio tatizo langu la kwanza. Nikasema Mungu, nitakapokunywa damu ya Yesu na mwili wa Yesu, tatizo hili liniache. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu, baada ya pale sikuweza tena kusikia yale kichomi.
Nimekuja hapa na asubuhi naongoza ibada, nikasema kwamba hofu moja ikanijia, nikasema kwamba nitaweza ibada nitaweza kuongoza kipindi cha maombi ya vita. Wakati mchungaji ameanza, nikasema kwamba nataka niongoze kwa nguvu, nisikie kama yale maumivu yapo au yameisha kabisa. Hakika yameisha na isisikii kabisa. Jina la Bwana libarikiwe.